pale inapo ni Kiswahilini. Sasa sisi watu wa Kiswahilini huku chini tunajuana changamoto zetu tunajuana kula mara moja kupiga pasi ndefu, sio? Tunajuana kukaa vijiweni, hatuna kazi. Hayo yote tunayajua. Kwa kitendo cha wana jimbo la Ukonga kuniamini mimi na kunipa jimbo, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tulifikia mahali tukasema tunakosa huduma zingine kwa sababu hatuchaguani sisi kwa sisi. Kwa hiyo mimi hili wazo limekuja kwa sababu ni sehemu ya jamii ambayo tunapata, na uwakilishi ni kufikiria unatoa changamoto zenu. Kwa hiyo mimi nimekuwa mwenyekiti wa mtaa, nimeona vijana wamekosa kazi, wengine wana ujuzi, hawana namna ya kwenda kuomba, wengine hawana ujuzi ama wana ujuzi ambao sio rasmi. Na huwa nasema mimi ni fundi umeme. Nimekuwa na mafundi umeme ambao sio rasmi na nimekuwa fundi umeme aliye rasmi. Kwa hiyo nimeona. Kwa hiyo nikaona jibu sahihi hapa. Mimi nimenufaika na ufundi. Kwa hiyo jibu sahihi hapa ni kuwatengenezea ama kuwapa uwezo hawa ambao tunao mitaani ambao ni sehemu ya mimi. Hilo ndio lilisababisha, kwa sababu ninajua sasa ni wapi tunakwama. Kwa tutegemea kwamba zoezi hili litakuwa endelevu na kupewa mafunzo kwa madereva. Sio litakuwa, linatakiwa liwe endelevu. Unajua watu wa Ukonga wamenipa fursa, si ndio? Mimi ni mbunge wewe, hata nikiingia benki hiyo nikasema nataka B napata. Kwa hiyo ninachotakiwa ni utayari. Kuondoa ule ubinafsi ndio kitu cha msingi. Na nilisema hizo kwa kujimwamba, kwa kujisifia, hapana. Tuoneshe tofauti kwamba inawezekana. Na ndio maana hata maisha yangu kilifuatilia, mimi hadi daladala napanda. Umeelewa? Maskani na kwenda ndio maisha yetu. Huu ni ujamaa. Kwani ubunge kuna cha ziada kinaongezeka? Tushirikiane tutatue changamoto zetu. Na nakuhakikishieni, moja ya mambo ambayo yanahitaji changamoto za usalama kwenye jamii yetu ni njaa. Watu wanapigwa na njaa, wanakuwa na shida namna ya kuishi. Hakuna anaamua kwa mhalifu, anaamua kuvizia kwenye kona kwa sababu anatakiwa ale, avae, aoge. Unafanyaje? Mtu anaamua kujiongeza, kijana ukuta na nguvu lakini hana 100. Unapita umejipendekeza na simu na saa yako labda akombe. Kwa mimi kwa sababu nakwambia natoka huku Uswazi, huku kwetu tunapoishi. Kwa kuwa nazijua ndio maana tunasema kwamba na nitawatembelea matajiri, wenye uchumi wa chini, wa katikati na wa juu. Nitaonana na serikali kwa kuifuata kwa karibu. Mimi siwezi kumaliza changamoto kwa sababu mahitaji ni makubwa. Sasa hivi kuna watu zaidi ya 900 wameshaleta maombi. Jibu sio kuambia haiwezekani. Jibu ni kuwafuata wenye fursa. Si wote tunataka pepo, si ndio? Kwa sababu bahati nzuri Tanzania wengi tunaamini kwenye Uislamu na Ukristo. Na anayeamini mtu kwenye Uislamu na Ukristo maana yake anaamini kuna pepo. Si ndio? Kwa nini sasa pepo zishie mitaani? Na Mungu ameshasema msaidie maskini na mafukara na kadhalika ili upate pepo. Ndio nafasi nataka nitumie. Na hakika nitawafikia wote.